Ndugu zangu, leo tunafanya kikao cha kamati ya ushauri ya wilaya. Kikao hiki ni muhimu sana, na katika kikao cha leo tutakuwa na mambo ya muhimu ambayo tutayazungumza, tutajadiliana, na kama ilivyo jina lenyewe la kikao, kamati ya ushauri, tutashauriana. Kikao hiki kina umuhimu mkubwa. Kinatupa pia fursa ya kutathmini utekelezaji wa majukumu ya serikali, kupanga mipango ya maendeleo na kufanya maamuzi ya pamoja yanayolenga kuboresha ustawi wa wananchi wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka huo wa 25-26 Halmashauri ya Manispaa ya Mpanda ilipanga kupokea na kukusanya jumla ya bilioni 7 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Tukianza na upelekaji wa mikopo ya 10%, na baada ya dirisha la mikopo kufunguliwa, Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri tayari imeshatoa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 1.07 kwa vikundi 127, ambapo wanawake ni vikundi 70, vijana ni vikundi 50 na watu wenye ulemavu ni vikundi 7. Na kwa sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaendelea na maandalizi ya utoaji wa mikopo kwa dirisha la 3 ambayo itatolewa Januari 2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa kukusanya mapato ya ndani kwa mwaka 25-26 halmashauri ilishindwa kukusanya shilingi bilioni 2.7, ambapo mpaka kufika mwezi Novemba halmashauri imefanikiwa kukusanya shilingi bilioni 1.4, ambayo makusanyo haya ni sawa na 51.3 ya lengo la mwaka. Kwa upande wa fedha za miradi ya maendeleo kwa mwaka 25-26 halmashauri ya wilaya Nsimbo ilidhinishiwa kutumia shilingi bilioni 8.4 kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Kama nilivyosema, tumepokea fedha nyingi sana. Kipindi cha nyuma tu hapo zaidi ya bilioni 218, lakini sasa hivi kuanzia mwezi wa 7 mpaka sasa hivi Novemba tumepokea takriban bilioni 24, bilioni 14 manispaa, bilioni 10 Nsimbo. Kazi yetu iliyobaki huku ni kuhakikisha hizi fedha zinabadilisha maisha ya wananchi na kuondoa kero na changamoto za wananchi, kazi ambayo nitaifanya mimi pamoja na nyie pia ambao tuko hapa kwa maana kamati ya ushauri. Matarajio ya wananchi na matamanio ni kuona sisi waliotupa dhamana, serikali hii ni ya wananchi, waliotupa dhamana tunawahudumia kwa lugha zenye heshima zinazolinda utu wao na sio vitisho. Msitumie lugha za vitisho kabisa. Hata kama mwananchi kakosea, si nitakunyoosha, sio sawa sawa. Hata kama mwananchi kuna jambo hajaenda vizuri, tumieni lugha nzuri, tumieni lugha za staha. Taarifa za taasisi mwenyekiti haziridhishi, ni taarifa zao binafsi. Mtu anapanda hapa anasoma alichoandika, anaweza kaandika 10,000 akasoma 10,000 mkatikisa kichwa 10 ni 3,000. Hizo ni taarifa ambazo ni Waingereza wanasema a written document, taarifa za kimaandishi. Tunaishi hapa, tunategemea taasisi, tunategemea TANESCO, tunategemea maji. Alafu TANESCO na maji, kwanza nawapa pongezi, wanajitahidi sana. Watu wanapanua mji, lakini wapo tu utakosa maji siku 2 unapata. Umeme kwanza kama kuzimazima kwa umeme mimi naona kama hakuna. Lakini sasa taarifa ziwe ni za kuandika, wahusisha na watu. Kwa namna mjadala ulivyokuwa unaenda hapa, nimeona iko haja ya kufanya ziara kwenye miradi tulionayo, ikihusisha viongozi wa vyama vya siasa na viongozi wa dini, kwenda kukagua miradi inayotekelezwa katika
wilaya yetu ya Mpanda, ili msisome tu kwenye makaratasi. Unapoambiwa kuna mradi wa miji 28, mradi wa bilioni 22, kuna mradi wa umwagiliaji Mwamkulu bilioni 31, unapoambiwa kuna mradi wa maji taka ambao una zaidi ya bilioni 1, unapoambiwa kuna shule 2 kubwa ambazo zipo katika wilaya yetu ya Mpanda, ambapo shule moja imegharimu zaidi ya bilioni 4.1. Tuifahamu wote na kujua inafananaje. Na hili nimeshazungumza na wakurugenzi, tumekubaliana hii ziara itafanyika wiki inayokuja.